Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa U-Media au upashanaji habari, karibu katika mwendelezo wa makala fupi inayozungumzia mchakato wa utakatifu wa mtumishi wa Mungu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Ni kushukuru sana kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Kumbuka katika makala hii ya mchakato wa mtumishi wa Mungu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mtakatifu, nimeanza mapema sana kukujuza na tukishirikiana sote kila ifikapo Jumatano ya wiki. Tunakwenda kuangazia mchakato wa utakatifu wa hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hoja kadhaa kwa wanaoliunga mkono hili la mchakato wa Baba wa Taifa kuwa mtakatifu walikuwa wakidai na wanaendelea kudai kuwa uwezo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa kuwaunganisha Watanzania na kuwaweka mahali pamoja na kutetea mno maslahi ya wanyonge, hiki ni kigezo kikubwa mno ambacho hakina ubishi. Katika hili wanataja kuanzishwa kwa vijiji vya ujamaa, kupeleka huduma kadhaa kama vile shule, zanati, maji na kutoa elimu kwa jamii nzima ya Watanzania maskini, huku akipigania ukombozi wa bara zima la Afrika. Haya ni mambo ambayo wanazungumzia kwamba hakuna ubishi kuhusiana na mchakato huu wa mtumishi wa Mungu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mtakatifu. Na jingine ambalo wao wanasema kuhusu kupinga kwa mchakato huu, wanasimamia katika kazi hizo hizo alizofanya mara baada ya uhuru na baada ya muungano. Katika jambo hili wanataja hasa migogoro ya Zanzibari kushindwa kutatuliwa na vifo vilivyotokea katika kipindi chake. Hapa wanatajwa watu kadhaa waliofariki katika mgogoro huo chini ya Zanzibari ya Abeid Karume na kadhalika, hasa kwa kushindwa kumzuia Abeid Karume katika baadhi ya matukio hayo. Kwa mfano, kifo cha Abdalla Kasimu Hanga ambaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Zanzibari baada ya mapinduzi ya mwaka 1964 na majina mengine yakitajwa pia. Pia wakati wa harakati za kupigania uhuru, huku kukiwa na baadhi ya wapigania uhuru hao kupotea wakiwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Mathalani, makamu wa rais wa Frelimo Mchungaji Uria Simango na mkewe Selina Simango ambao walikuwa miongoni mwa uanzilishi wa Frelimo baada ya kifo cha marehemu Profesa Eduardo Mondlane. Vifo vya watu wakati wa utekelezaji wa zoezi la vijiji vya ujamaa kuendelea kutekelezwa kwa hukumu ya kifo katika utawala wake, kusaini hati za kunyongwa kwa baadhi ya watu waliotiwa hatiani kwa hukumu ya kifo na hata kuziacha sheria hizo mathalani ya hukumu ya kifo kuwa ni sheria halali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni baadhi ya hoja ambazo wanazitumia upande wa pili wa kupinga mchakato wa utakatifu wa mtumishi wa Mungu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndiyo kusema kama akifanikiwa kuwa mtakatifu, basi yale ambayo yanatajwa kama mazuri yake yatakuwa yameshinda yale yaliyotajwa kama mabaya yake. Kwa hiyo utakatifu wa Nyerere utakuwa shufaa ya yale yanayotajwa kama makosa yake. Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media, ni kwa uchache tu nimeona ni vema nikushirikishe haya yanayohusu mchakato wa utakatifu wa mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kwamba je, unaendelea ama umesitishwa? Haya ni miongoni mwa maswali
ya Watanzania walio wengi, na sio Tanzania tu, Afrika na duniani kwa ujumla. Mchakato wa kumtangaza mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwamini mlei kutoka Jimbo Katoliki la Musoma, ulianzishwa na hayati Askofu Mwasham Justin Isamba, ukaboreshwa na Askofu Mikaeli Msonganzila wa Jimbo Katoliki la Musoma, na sasa umefikishwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, makao makuu ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Mchakato huu unaendelea. Tuendelee kusali, anatuambia Padre Alfred Stanislaus Kwene kutoka Butiama, Jimbo Katoliki Musoma. Katika utangulizi wake, Baba Padre Alfred Stanislaus Kwene anasema, wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Musoma, karibuni kwa adhimisho hili la misa takatifu kwa ajili ya kumwombea marehemu mtumishi wa Mungu Julius Kambarage Nyerere. Desturi ya Kanisa Katoliki inatualika kuombea marehemu kwa nafasi mbalimbali, na moja kati ya nafasi hizo ni katika kumbukumbu ya kila mwaka katika tarehe ile ile mmoja alipofariki. Ni kwa msingi huo tunaadhimisha leo misa hii takatifu, ikiwa ndo tarehe rasmi aliyofariki baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka 20 iliyopita. Ninapenda kuchukua nafasi hii kuwafikishieni salamu za upendo kutoka kwa Mwasham Askofu Mikaeli Msonganzila wa jimbo hili la Musoma, ambaye alitamani kusali pamoja nasi leo hii, ila kwa sababu zisizoweza kuzuilika hakuweza, na hivyo amenituma kumwakilisha katika ibada hii muhimu ya siku ya leo. Muwe na hakika yuko pamoja nasi kwa sala katika kuendelea kumwombea huyu mpendwa wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye leo anatimiza miaka 20 tangu Mwenyezi Mungu amwite kwake. Taarifa hii imetolewa mwaka 2019 wakati Jimbo Katoliki la Musoma likiwa linaadhimisha miaka 20 tangu Mwenyezi Mungu amwite kwake mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Taarifa hii inaendelea kusema kwamba tunapoadhimisha ibada hii ya misa, ni nafasi yetu ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee kwa zawadi ya maisha ya mtumishi wake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwetu kama waamini wenzake wa jimbo la Musoma na taifa kwa ujumla, hasa kwa mazuri mengi aliyoyafanya wakati wa uhai wake kwa urithi aliyotuachia, hivi kwamba hadi leo hii, baada ya miaka hii 20 tangu kifo chake, bado tunamkumbuka. Bado anaendelea kuishi ndani ya mioyo yetu. Kwa ajili hiyo, tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Ndugu zangu katika Kristo, inapotimia rasmi sasa miaka 20 tangu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ahage dunia, kitaifa kumekuwepo na fursa mbalimbali za kufanya rejea kwa yale mengi ambayo ametuachia kama urithi wake kwetu, na pia kualikana kuyaenzi kila mmoja kwa nafasi yake. Wengi tumeshuhudia makongamano, warsha, midahalo na mkusanyo wa maoni mbalimbali yakifanyika kwa lengo hilo. Kwa vile hayo tayari yamekwisha fanyika na bado yanaendelea kufanyika katika muktadha huu kwa kiibada, hususan katika kutafakari ama tafakari yetu ndani ya adhimisho hili, nisingependa kujikita katika kuyarudia kuainisha hayo tena. Kwa tahadhari hiyo, ninapenda kuchukua nafasi hii kwa namna ya pekee kualika tuitumie siku hii kuielekeza safari ama tafakari yetu juu ya mambo haya makuu mawili. Mosi, mchakato wa mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na nafasi ama thamani yake kwetu kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya mchakato. Ninapenda kwa nafasi ya kwanza tukumbushane ya kuwa tunafanya ibada hii sio kwa heshima, bali ni ibada ya kumbukumbu ya kumwombea
kwani kadiri ya miongozo ya mchakato kwa ngazi ya sasa, ambapo yeye bado ni mtumishi wa Mungu, haturuhusiwi kufanya ibada hadhara ama ibada ya adhara kwa heshima yake, wala kuipamba kwa shangwe, mfano hatuimbi utukufu, kwani ibada ya aina hiyo hufanyika kwa watakatifu. Tafsiri rahisi ya kufanya ibada ya namna hiyo ni kuvuruga mchakato, au kwa maneno mengine ni sawa na kujichukulia madaraka yasiyo yetu ya kumtangaza kuwa mtakatifu, wakati kazi hiyo ni ya Vatican kupitia Baraza la Kipapa na kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu ndiyo inahusika. Ndiyo maana rangi ya liturujia ya adhimisho hili ni urujuani, rangi ambayo kikanisa hutumika kwa ajili ya kipindi cha Majilio, Kwaresma na misa za wafu. Aidha, ni kwa msingi huo huo ndiyo maana hata sala ya kumwomba siyo ya adhara na imeandikwa kabisa kwa matumizi binafsi. Ni vema ikaeleweka pia kuwa kanisa haliwafanyi watu kuwa watakatifu, bali linatangaza tu ya kuwa mmoja amefikia utakatifu baada ya kuwa na viashiria vingi vinavyodhihirisha hilo, ikiwemo miujiza. Hivyo basi, ndugu zangu, kiu yetu ya kutamani kumuenzi siku moja mwalimu kama mtakatifu isitufanye tukadhani pengine kanisa ndilo linalotuchelewesha tu. La hasha! Tunachotakiwa kufanya ni kuendelea kusali, kuomba, ili utakatifu wa huyu mtumishi wa Mungu uweze kudhihirika wazi. Leo inapotimia miaka 20 tangu kifo cha Mwalimu Nyerere na tangu kuanza kwa mchakato, ni dhahiri ya kuwa swali hili litajitokeza: hivi mchakato umeishia wapi? Japo mimi siyo msemaji, anasema padre, kwa sasa juu ya hatua mchakato ulipofikia, ila kwa ridhaa na maelekezo ya Baba Askofu Mikaeli Msongazila, nimetumwa niwaelezeni tu kwa uchache sana kinachoendelea kwa sasa, hususani juu ya mabadiliko yaliyofanyika. Kwanza kabisa, ni vema ikaeleweka wazi ya kuwa mchakato wa aliyekuwa mwamini mwenzetu mwana jimbo la Musoma Julius Kambarage Nyerere kutangazwa kuwa mtakatifu haujafa, bado unaendelea. Ni ukweli usio na shaka kuwa mchakato wa mwalimu ulianzishwa na jimbo la Musoma kupitia askofu wa wakati huo, hayati Justin Tetemo Samba, kadiri miongozo inavyoelekeza. Tangu wakati huo ulikuwa chini ya jimbo Katoliki la Musoma, isipokuwa baada ya tathmini kubwa na kwa ushauri kutoka kwa wasimamizi wakuu wa mchakato huu, yani postulators, ilionekana ni vema mchakato kuwa sasa chini ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, kwa kuzingatia ya kuwa mwalimu kwa nafasi yake alikuwa na mguso wa kitaifa na kijimbo, kuhamishiwa jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo mwalimu aliishi zaidi wakati wa uhai wake na alifahamiwa na kufahamika na wengi, hata kama kwa kuzaliwa alikuwa ni muumini wa jimbo la Musoma. Kwa vile anayeongea sio msemaji wa teki na wala wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa sasa itoshe tu kwa hayo machache kuhusu kinachoendelea kuhusu mchakato, na niache nafasi kwa wahusika wakuu kadiri ya nafasi na watakavyoona inafaa, basi wanaweza kutoa maelezo zaidi, anasema padre huyo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa U-Media ama Upashanaji Media, ni matumaini yangu umeendelea kupata mengi kuhusiana na mchakato wa mtumishi wa Mungu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mtakatifu, na umepata picha kwamba mchakato unaendelea, haujasimama. Hivyo ni wajibu wangu mimi na wewe kuendelea kufuatilia na ukafahamu mengi kuhusiana
na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mwaliko kwetu sote kuendelea kusali na kumwombea huko aliko, ili Mwenyezi Mungu aweze kutenda miujiza kupitia mtumishi wa Mungu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na miujiza hiyo ikaweze kutendeka miongoni mwetu, na hatimaye kuweza kuthibitisha hakika kweli baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aweze kuwa mtakatifu. Kwa muda huu sina la ziada. Endelea kufuatilia mfululizo huu wa makala ya mchakato wa mtumishi wa Mungu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mtakatifu. Ni makala ambayo inakujia kila Jumatano ya wiki, ikiitwa mchakato ama utakatifu wa Nyerere. Nikukumbushe umuhimu wa kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Maoni yako ni muhimu sana, tukashirikishana. Kumbuka upo nami mpashanaji wako Uncle Tom Mpanji. Asante na kwaheri.